Ubalozi wa Tanzania katika nchi ya Kongo umekumbwa na kazia ya kushambuliwa na waasi wa M23, huku kiongozi wa M23 akitoa taarifa kwa umma ya kuwa hahitaji kuona vikosi vya nchi ya Tanzania vikiendelea kuzulula katika miji ambayo wao wanatawala. Wanasema watahakikisha ya kwamba balozi zote za nchi ambazo zinapinga uasi huo wa M23, ubalozi hizo zinateketezwa katika nchi ya Kongo mpaka ambapo wataimarisha serikali yao ambayo wanahitaji kuiunga. JWTZ imehakikisha ya kwamba inataka kwenda kuokoa baadhi ya watu ambao wameweza kutekwa na M23 katika miji ya Goma, Bukavu pamoja na Kivu na North Kivu, ambao watu hao walitekwa baada ya mashambulizi hayo kutokea katika nchi ya Kongo. Mfamilia wa Koni Online TV, kama ni mara yako ya kwanza, nikikusihi bonyeza alama ya subscribe kisha utani on notification, na kukufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwa tunaziachia kupitia muda huu. Hili swala viongozi wa nchi ya Tanzania wameweza kulijibu kwa kutumia barua katika mitandao mbalimbali ya kijamii, huku wanasema ya kwamba kile ambacho M23 kinawachokoza Tanzania ni kitendo kibaya, na hivyo wapo tayari kulipa majibizano haya ambayo yamefanyika leo katika mji wa Goma. M23 wamesema ya kwamba watachukua adhabu kali kwa nchi ya Tanzania kama itajibu mapigano haya ambayo yamekuwa yakiendelea siku hii ya leo, na baada ya hapo sasa watahamia mapigano ya nchi kwa nchi. Tukumbuke kabisa kwamba M23 wana mpango wa kutawala katika nchi ya Kongo na wana mpango wa kuipindua serikali ya Felix Tshisekedi. Felix Tshisekedi alienda kumfungulia mashtaka katika mahakama ya kimataifa kiongozi mkuu wa M23 Colonel Nangaa, na kudai ya kwamba amefanya nchi ya Kongo isiwe na amani na utulivu na kusababisha vifo vya takriban watu 500 mpaka sasa vimetangazwa ya kuwa kutokana na mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea katika mji wa Goma. M23 wamekuwa wakishika miji muhimu, miji ambayo ina utajiri wa dhahabu, mafuta pamoja na gesi, na huku watu wengine wakisema ya kwamba M23 wanafanya ili kupigania maslahi ya Wakongo, lakini Wakongo wengine wanagoma na kusema ya kwamba M23 wamesababisha maafa na vifo vya ndugu zao. Tukiongea na mmoja wa watu ambao wanaishi katika nchi ya Kongo, ameeleza jinsi gani ambavyo kazi ya hiyo ya vita vya mara kwa mara inawapotezea misingi ya kidemokrasia na inawanyima misingi watoto wao kupata elimu bora, huku wengine wakisema ya kwamba kitu ambacho kinafanyika leo kinaweza kikawa ni kicheko kwa kizazi kinachokuja. Tukumbuke kabisa kwamba Kongo vita vya ndani kwa ndani vilianza mwaka 1968, huku watu wakiwa wanaendelea kuungana, huku rais mwingine ambaye alitawala kidikteta kuuawa kwa kupigwa risasi. Hapo ndo ilipelekea vita vya kialaike, vita vya Kikongo ambavyo viliibuka mwaka 2012. Kwa mtu usiyejua, M23 ni movement march movement.